Ndugu Mheshimiwa Makamu wa Rais, Waziri Mkuu, nashukuru tayari malipo ya madeni yangu nimeshalipwa tayari. Mpatieni aongee. Tayari nimeshalipwa ndugu Waziri Mkuu. Haya, asante sana bwana. Endelea na kazi. Asante. Mheshimiwa Samia anataka watu wafanye kazi. Alafu wakati anaongea nilidhani mzee, kumbe kijana bwana. Haya, wewe jambo lako ni nini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni fundi uwashi. Nimefanya kazi katika shule ya sekondari ya Majengo. Lini? Nimeanza mwaka jana mwezi wa 8, nimemaliza mwezi wa 9. Nilifanya kazi ya 600,000, nimelipwa 400,000 na nibakiza 200,000 sijalipwa mpaka sasa. Na kila ninapoendelea kudai naambiwa pesa bado haijatoka. Tusubiri wiki ijayo. Kwa huwa nasubiri wiki ijayo mpaka sasa. Na mama wa chakula amekwisha tushtaki tayari kituo cha polisi. Naona afisa elimu yuko wapi? Ninyi mnaona mnaacha kumlipa huyu mtu wa kawaida kabisa, na yeye ameenda kukopa chakula kwa mamalishe, hajalipa mpaka amepelekwa polisi. Mwanzilishi wa tatizo limeanzia serikalini huko. Yuko wapi afisa elimu? Unalijua hilo jambo? Afisa elimu sekondari, unajua huo mradi? Mradi ndio naofahamu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sasa umepiga suti alafu kijana watu hamjamlipa 200,000. Haya, nenda kamlipe hapo. Haya, nenda kapewe bwana. Sasa kuna migogoro ya mashamba. Wale walioandika maeneo ya migogoro ya mashamba, migogoro ya ardhi. Nimeona kuna Jeremanko Sungura wa kijiji cha Kate. Anasema nimeshinda kesi lakini walionidhulumu shamba wamekataa kurudisha. Yuko wapi huyu Sungura wa kijiji cha Kate? Yuko wapi? Yuko wapi? Hebu sogea mbele. Karibu babu. Mzee anasema ameshinda kesi lakini aliyechukua hilo shamba hajarudisha. Hebu tuambie umeshinda kesi wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni Jeremaniko Sungura Mwananjela na mke wangu ni Yaulea Vilimani ambaye tumezaa naye watoto 12. Baadaye akanigeuka nilipougua natibiwa, akanigeuka akaenda kwa Padri Songolo. Sasa mimi nikawa natibiwa, nilishaugua natibiwa kule Kitosi. Niliporudi nikaone nilikuwa na biashara kubwa sana ya duka. Nikasema ngoja nikaone kama bidhaa zimeisha, nikaagize walete bidhaa nyingine waanze kuuza. Yule mama kwenda usiku ananifukuza kitandani kwamba toka hapa. Wewe mwanaume gani wewe? Haya, pole, ngoja nikupe msaidizi wangu wa maendeleo ya jamii hapa. Haya, hebu njooni msikilizeni vizuri mzee wetu kwa ukaribu hapo. Msikilizeni vizuri ili tuone tunamsaidiaje.
watu wa Nkasi. Haya, kuna Roza Kipeta, Mama Malambo, wewe kasema nimezulumiwa shamba kijiji cha Kizumbi. Yuko wapi mama? Ajaja unaongea badala yake. Sogea basi kwenye maiki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naongea kwa niaba ya Roza Kipeta, ni mama mkwe wangu. Kwa majina anaitwa Melkisedeki Ndemamo. Mama huyu ana malalamiko matatu. La kwanza, alimwazima shamba ndugu Kusaya, yuko kijiji cha Ng'anga. Mama yule aliyeazimwa akafa. Sasa huyu Roza Kipeta akisema bwana nirudishie shamba, watoto wamelikataa kumrudishia lile shamba. Baada ya kukataa, tulipeleka baraza la kata. Baraza la kata walitoa kwamba shamba lile lisilimwe mpaka mama huyu atakaporudi matibabu kutoka Zambia ambako alifanywa operation ya macho. Lakini wale walikataa kwamba sisi hatuwezi na shamba hili sio lake. Mama huyo amerudi, yuko hapa, lakini hawezi kwenda kule kwa sababu baada na maumivu, na mimi nimekaa naye hapa kwa ajili ya kumwangalia hospitali. La pili, ni kijiji gani? Kijiji cha Kizumbi. Kizumbi tuna mwenyekiti au diwani? Mwenyekiti wa kijiji, mtendaji wa kijiji, Mheshimiwa diwani. Vijijini maeneo huwa yanajulikana kwamba hili ni shamba la fulani, hili shamba la fulani, hili shamba la fulani. Mnalijua hili jambo la huyu mama? Sogea kwenye maiki utuambie. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Huyu baba aliniambia ilikuwa ni juzi. Sasa baada ya kunipa maelezo kwa kina, nikamwambia nitalishughulikia kwa sababu nilikuwa nimebanwa na majukumu ya kuratibu sherehe ya wanawake duniani hii ya tarehe 8. Alafu nilikuwa nimebanwa na majukumu tena ya kuandaa kikao cha kamati ya siasa. Kwa hiyo nikamwambia kwamba kwa shughuli hizi mbili ambazo ziko mbele yangu nitalishughulikia mapema iwezekanavyo nitakavyomaliza haya majukumu mazito ambayo yalikuwa mbele yangu. Haya basi, tukitoka hapa nenda kaifuatilie, kaitishe mkutano wa eneo husika, wakuambie mmiliki halisi ni yupi. Mashamba ya vijijini yanajulikanaga, ya ukoo na ukoo yanajulikana, na wala hata mambo ya kuazimana haya sio mageni. Sasa mkiazimwa ndio mnang'ang'ania. Tunaazimana mpaka ng'ombe wa kulimia. Kwa hiyo tukikuazima ng'ombe wa kulimia akifariki tulie mwazima ndio ng'ombe wamekuwa wenu. Hii mambo gani? Bana, fuatilia, tende haki tu. Mhakikishe haki inatendeka. Mheshimiwa mkuu wa wilaya utalifuatilia hilo. Mkuu wa wilaya yuko wapi? Yes, mtalifuatilia hilo na mheshimiwa diwani. Mfuatilie ijulikane haki ni ya yupi, mwenye haki yake apewe. Mheshimiwa, asante, tayari nimepata 200,000. Haya bwana, asante sana. Alafu usikute afisa elimu Simba huyo ameona jezi yako hiyo akataka. Afisa elimu wewe mnyama hebu mpelekee maiki afisa elimu, nadhani atakuwa mnyama huyo. Afisa elimu wewe mwananchi mnyama? Nyama. Nilijua tu. Juzi ulitukosa sana afisa elimu. Ulitukosa sana juzi. Sasa mheshimiwa mbunge naye anasema mlitudhulumu goli.
Unajua msisemeseme kudhulumiwa. Ukidhulumiwa, ukidhulumiwa unaanza kuonekana wewe ni timu ndogo.